wengi nadhani mnanifahamu. Kuna baadhi ya vyombo viliingia mpaka utata kwa ajili ya kunioji mimi na vikazuiliwa visinioji kwa sababu ya kupambana na Mangungu. Lakini kipindi kile nilikuwa sijaenda kisayansi. Watoto wa mjini wanasema tulifanya nini? Tulikurupuka. Hakuna mwana Simba yoyote ambaye hakuingia kwenye joo au blanket lilokuwa limemfunika, blanket la ubaya ambalo lilokuwa limemfunika Mangungu. Hakuna. Na hakuna mwana Simba yoyote ambaye hakuingia kwenye kiyoyozi, chumba chenye kiyoyozi cha kumpepea mwekezaji wetu. Na ndio maana mambo mengi yalikuwa kama amefanya nini? Yamefunikwa. Lakini ukiingia, ukitumia science, ukajiuliza swali, ukafanya observation, ukafata data analysis, ukapata data zako, basi utakuwa umelipata jibu lilokuwa sahihi. Kwa hiyo wengi sasa hivi tumetoka katika mlango huo wa kuamini kwamba Simba bila ya mwekezaji wetu, sio uwekezaji, bila ya mwekezaji tuliyekuwa naye sasa, Simba haiwezi kwenda. Na hili liliwameng'enya sana ndugu zetu watu wa nini? Watu wa upande wa pili, watu wa Yanga, watani zetu. Kipindi cha Manji, watu wengi waliamini Manji akitoka Yanga imekufa. Lakini mwisho wa siku Manji yupo sasa hivi ndani ya Yanga. Hayupo. Kuna GSM, si ndio? Yanga inasonga wapi? Inasonga mbele. Sasa Simba tunatakiwa tuondokane na nini? Na hii notion au tunaita long perception ambayo tumefeed katika nini? Katika vichwa vyetu. Kwa hiyo ili kuiondoa hii, mambo yafuatayo unatakiwa tuyaangalie na tuyazingatie sana. Simba bila Mo inawezekana, tusidanganyane. Mpira sasa hivi ni biashara. Kila mtu anahitaji kuwekeza kwenye nini? Kwenye hivi vilabu, especially Simba na Yanga. Kwa sababu wanachokifuata pale ni nini? Ni fans, fan base. Fan base ya Simba ni kubwa. Simba leo ina mashabiki wasiopungua milioni 20. Na kama kadi za wanachama zingeruhusiwa ziendelee kukatwa kutokana na ushindani wa sasa hivi uliopo wa kimpira, sasa hivi tumefika hata milioni 1 tungekuwa tumefanya nini? Tumefika au 500 kosa kabisa. Lakini kwa sababu ya udhalimu ya watu wanaenda na slogan za mafrimanso, yani to rule the world of a few people. Hii ndio slogan inayotawala dunia sasa hivi. Ukitaka kuwatawala watu hakikisha wako wachache. Ndio ikatupelekea mpaka Simba mpaka leo, kuanzia 2017 mpaka leo hii hakuna wanachama wapya. Tumebakia na wanachama wale. Influencer anaitwa influencer, haeleweki. Lakini kuna watu wana new vision, wana new mission, wako pembeni mpaka leo hii hawatakiwi kupewa kadi. Utapataje wanachama waliokuwa bora? Unakuwa na wanachama ambao wanaingia kwenye mkutano mkuu, akili zao zinakuwa kwenye mambo mengine, sio katika kuijenga Simba. Mimi nawapa mfano mmoja. Kama huyu mtu angekuwa kweli yuko strong, anahitaji maendeleo ya Simba, Simba isingekuwepo hapa ilipofika. Yaani Simba isingekuwa hapa ilipofika. Yaani yeye kazi yake ni kulimbikiza madeni ili baadaye timu ishindwe kulipa. Sijui anataka aifanye nini, aichukue au aifanye nini. Kuongea vitu ambavyo havifai katika taasisi ya Simba. Kwa mfano, ni mara kadhaa zaidi ya mara 2 ameshaongea Simba amefanya nini? Ameinunua. Simba ni ya kwake. Huyu mwekezaji wetu. Mwekezaji huyu tunaona wachezaji ambao sifa ya timu kubwa ni kuzuia wachezaji waliokuwa bora kuelekea katika msimu uliofuata ili uongezee ufikie ile target unayoitaka. Kuna msimu 21-22-23 Simba ilikuwa na kikosi bora ambacho kilikuwa na uwezo wa kukompiti na timu yoyote barani Afrika. Simba kina Mixon na Chama yeye. Lakini mwisho wa siku kachukuliwa Chama, kachukuliwa Mixon, kauzwa. Mwekezaji huyo anataka kuwekeza na mission na vision yake, anakuambia I want to brand Simba in order to compete with 5 big club barani Afrika. Nacheka kwa dharau. Tunacheka kwa uchungu, sio tunacheka tu hivi. Yaani mtu ametoa kabisa vision na mission yake ni kuipiga chapa Simba iweze kushindana na vilabu vikubwa 5 barani Afrika. Huyo mwekezaji anaongea yeye.
Lakini katika slogan hiyo hiyo ile timu sasa anaoijenga ili aipige chapa, wachezaji wanaosababisha timu ipigwe chapa iweze kushindana na hivyo vilabu, anachukua anawapa hao anaotaka kushindana nao. Anamchukua Mixon anampeleka National Al kwa pesa mingi tu, anamchukua Chama anampeleka Berkane, anaenda kuzalilika kule, alafu wao unataka kushindana nao. Slogan iko wapi hapo? Mwekezaji huyo mwenyekiti ambaye alikuwa na upinzani naye mkubwa, ambaye alikuwa anapambana naye, Swedi Mkwabi, mwenyekiti anakuja ana tweet kwamba kuna mtu tunasafiri naye kwenye mtumbwi, lakini anatoboa mtumbwi, maji yanaingia kwenye mtumbwi, tafsiri yake huu mtumbwi utazama. Mkwabi anakuja anakaa pembeni, anafanya nini? Anajiuzuru. Leo ameona ubora wa Mkwabi uko wapi, kamchukua kamtia kwenye bodi yake, tena kwa kumteua. Kuna nini hapa kwa huyu mwekezaji? Kwa hiyo mwekezaji wetu anaonekana wewe si muhindi bwana, sikuna wahindi wenzio. Wewe si ushapewa 49% ya kwako, tafuta wahindi wenzio weka huku upande wa Simba usiguse. Lakini yeye anatoka kwenye 49% anaingia kwenye 51, anachukua watu huku anawapeleka wapi? Yaani akikuona wewe una kilomolomo, yani kilopolopo, unapinga kile anachokipanga yeye, anakuchukua anakuleta huku, anakulambisha asali. Ukishalamba asali lazima utatafuta nyuki walipo, utawafana nyuki rafiki zako, ingawa nyuki wana uwezo wa kukutoa wewe vinundu. Ndio anachokifanya mwekezaji wetu. Kwa hiyo system anayotumia ni divide and rule system. Ngoja niwakumbushe, nyinyi wengi hapa mmesoma, si mna degree mna diploma za waandishi wa habari. History ndio sehemu yenu, si ndio? Muingereza kuna system mbili of ruling. Kuna direct na indirect system. Si ndio? Direct ina maana mzungu mwenyewe anafika katika eneo, analitawala lile eneo kwa kutumia watu wake. Ndio tunapata seta koloni hapa wazungu wenyewe, kila each and everything. Ukija kwenye majeshi, ukija kwenye serikali, kila sehemu wanakaa wenyewe wazungu, wanaendesha serikali yako. Lakini indirect system, indirect anatumia puppets, African puppets au African leader au African chiefs katika kufanya nini? Kutawala lile eneo on behalf of nini? Of them. Kipindi hicho Mwingereza anaweza akaja, anakuja anapita katika field of work, mfano shambani, anakuta Waafrika wanalimalima pale. Akifika pale, Waafrika wakishaona wazungu wanakuja, wanalima kwa kutumia nguvu kubwa, wanamwaga jasho lao. Mzungu anamwambia pole, fanyeni kazi taratibu. Anawaambia wale Waafrika, alafu anatoka anaenda nyumbani kwa chifu. Akifika kwa chifu anamwambia chifu, wafanya kazi wako kule hawafanyi kazi, wanalegalega. Chifu anatoka mbio, anawafuata wafanyakazi wake, nyinyi amlimi, amfanyi kazi, mnanigombanisha na nani? Na bosi wangu. Wewe sasa ndio vajo la wale wa Afrika pale. Mwenye shamba amekuja amekwambia fanya kazi polepole. Alafu anakuja kiongozi wako, chifu wako, anakwambia nyinyi amfanyi kazi. Hivi hebu wewe vajo la yule mtu pale, utamchukuliaje yule chifu wako? Utamwona mbaya, si ndio? Mzungu akakwambia lima polepole, wewe unakuja unawaambia watu walime kwa nguvu. Tafsiri yake chifu ni mbaya. Kwa nini wazungu Waingereza walikuwa wanatumia hii system? Ili kuwagombanisha Waafrika na viongozi wao. Ndio system wanaotumia nini? Mwekezaji wetu. Ndio maana leo anawatoa huku kwenye upande wa Simba, anawaleta huku kwake. Tafsiri yake anajua, kama wako 20 au wako 10, nikichukua 3 au 4, nikiwaleta huku, hawa waliobakia lazima watawachukia hawa. Ni sawa sawa na baba mwenye familia ya watoto 5. Katika watoto 5 unateua mmoja au wawili, unawasomesha shule za hizi senti za kulipia. Wale waliobaki wanaenda nini? Shule za kata. Wewe unafikiria unajenga familia ya aina gani hapo? Lazima hawa walioenda shule za kata watawachukia wenzao waliopata elimu bora. Ndicho anachokifanya nani? Mwekezaji wetu. Lakini kikubwa tunachokiangalia sisi, tunaijengaje Simba? Sasa nani atakuja kuikomboa Simba? Ina maana ni mwenyekiti ambaye atakuwa na makucha marefu ya kuja kuikomboa nini? Kuikomboa Simba. Mwenyekiti ambaye mwenye msimamo, na alikuwa akigundua tu kwamba wewe una msimamo, tayari lazima anakuvisha jobaya. Ni sawa sawa na paka. Paka ukimweka nyumbani, si ana uwezo wa kukulindia panya.
Anawakamata panya, panya wanakuwa hawepo ndani ya nyumba, si ndio? Sasa ili paka uwawe anaitwa nini? Anapoa jina, anaitwa paka mwanga. Mbwa akitaka uwawe mtaani anaitwa nini? Mbwa kichaa. Ndicho kinachotokea nini? Kinachotokea kwa mwekezaji wetu. Kwa hiyo mwenyekiti wetu sasa amevishwa nini? Amevishwa joo baya, na hili limetengenezwa na baadhi ya vikundi vimetengenezwa. Kila kinachotokea ndani ya Simba ambacho ni kibaya, asukumiwe nani? Asukumiwe mwenyekiti wetu, ili huyu mwenyekiti asiweze kupambana na huu udhalimu unaoendelea katika kutaka kuizuru nini? Kuizuru Simba. Lakini kama mwenyekiti wetu angekaa katika mstari anaoutaka yeye, haya yote usingeyasikia, mwenyekiti angeonekana bora. Leo kwa mfano Dr. Mo aliongea hapa, Simba inawaajiri watu, walioajiriwa ni watu 28. Katika watu 28 waajiriwa 27 wote wametoka upande wa nini? Wa asilimia 49. Lakini huku upande wa asilimia 51 ametoka mtu huyu ambaye ni mkurugenzi wa nini? Wa wanachama. Malimbikizo ya madeni. Ili niweze kuichukua hii timu kirahisi, tuwalimbikizie madeni hao. Kila kitu kinaandikwa. Kuna mwaka mmoja aliongea Isa Masudi, watu wote tulimuona mbaya. Mimi mwenyewe nilikuwa mmoja hapo, nilimshambulia kweli. Kwa nini anamgusa Mo? Jamani, hakuna mwana Simba alikuwa mbaya amkubali Mo. Isa Masudi aliongea, jamani, huku mpaka hela za mchicha zinaandikwa. Hela za mchicha. Umepewa hela ukanunue mchicha kwa ajili ya kula wachezaji, boxer, zote zinaandikwa. Tulimuona yule bwana anatuongopea. Lakini leo juzi alitoka hapa front. Kweli anaidai Simba, anasema bilioni ngapi? 87. 27 akatukopesha 60. 27 akatupa 60, anafanya nini? Anaidai hela yake. Na mpaka sasa hivi dokumenti ziko mezani, sio anatakiwa asaini hilo deni. Tafsiri yake ikifika bilioni 100, timu inadaiwa bilioni 100. Timu ya kwetu. Wale wana Simba wanaosema Mo kila wakati wakikaa Mo. Simba ni ya kwetu, tunadaiwa milioni 100 sasa. Tunaichanga miaka mingapi? Twende zuio la wanachama. Wengi tulikuwa tunajua mwenyekiti ndio anazuia nini? Wanachama. Lakini huyu Mangungu tunampigia kelele ndio anazuia wanachama. Mangungu ameingia 20 hapa plus. Wanachama wamezuiliwa tangu 17. Hakuna mwanachama mpya wa Simba alosajiliwa, alopoa kadi. Mangungu huko alikuwepo. Tafsiri yake mwekezaji ndio anayefanya nini? Ndio anayezuia swala la kuingiza wanachama wapya. Kwa nini anazuia wanachama wapya? Ukitaka kumtawala mtu hakikisha awe maskini. Ndicho anachokitumia nani? Anachokitumia nini? Mwekezaji wetu Mo Dewji. Anajua Simba ikiruhusu kusajili wanachama wapya, ukipata wanachama 100,000 tu tayari una bilioni 2 na pointi kadhaa. Kama kadi moja ikiwa 30,000, maana yake una bilioni 3. Ukipata wanachama milioni 1, maana yake una bilioni 30. Sasa wewe unataka kuwekeza bilioni 20. Wanachama washaika bilioni 30 kwenye akaunti ya timu yao. Hivi kuna uwekezaji hapo? Ndio maana amefanya nini? Amezuia. Na njia nyingine aliyoitumia baada ya kugaiwa asilimia 49 yeye, asilimia 51 Simba, alinunua tena asilimia 10. Kwa hiyo kwenye upande wa Simba asilimia 51 ondoa 10 akiwa kama mwanachama. Anatuongopea kwamba hii asilimia 10 atawagaia wanachama. Kuna wewe bwana mwanachama umepewa? Hapana. Yaani alifanya inaitwa ni ujanja wa kishamba kama utaperifani, kwa sababu tumeaminishwa ni asilimia 51. Kwa hiyo 51 mwekezaji Mohamed Dewji Mo kachukua asilimia 10 yeye kama mwanachama. Kwa hiyo ukijumlisha na zile 49 maana yake yeye ana 59. Sisi wanachama tubaki na ngapi? Na 41. Endelea. Sijui umeelewa? Kwa hiyo huku tumebakia na 41, kwenye makaratasi sisi tuna 51. Lakini reality yule bwana yeye ndo ana 59, sisi tuna 41. Nguvu ya kuikomboa klabu unaipata wapi? Leo serikali tulikuwa tunajua ili swala la uwekezaji, yeye anatoka analalamika kwamba uwekezaji, jamani mnanicheleweshea. Kumbe anayechelewesha uwekezaji ni yeye. Serikali ishatoa maagizo vitu vitatu vikamilike katika katiba ya Simba, vibadilishwe. Vikishabadilishwa, katiba ikishapitishwa, uwekezaji tayari umekamilika. Vitu hivyo ni vipi? Kitu cha kwanza, ukomo wa wanachama ufutwe. Wao waliweka ukomo wa wanachama mwisho wanachama 50,000. Na mimi ndo mtu wa kwanza kuongea, na ndo kilichonitia jela. Nimekaa siku 4 Central pale. Ukomo wa wanachama 50,000. Simba ina mashabiki zaidi ya milioni 20. Leo unaambia tu wanachama mwisho 50,000. Na wanachama ni pesa. Kwa nini uitaki hii pesa? Tafsiri yake
tukishakuwa na pesa nyingi, maana yake yeye tutamdharau. Yale magoti kama wanavyotaka ndugu zetu wa Hindi yatakuwa hayapo. Sijui umeelewa hapo? Kwa hiyo kitu cha kwanza ni ukomo wa wanachama, kwanza uondolewe, wanachama wapya wasajiliwe ndani ya Simba. Serikali inaagiza hiyo through BMT. Kitu cha pili, mwenyekiti wa bodi atoke upande wa 51%, ndio wenye nini? Wenye hisa nyingi. Hivi kama mwenyekiti wa bodi kama angekuwa Mangungu, haya yote angekuepo, tungekuwa tunapiga kelele? Singekuepo, tungepepea mno. Hilo nalo hataki. Cha tatu, serikali imeagiza ili kusiwe katika hali ya kumtegemea mtu na mtu kuilingia klabu isipotee, lazima wawekezaji wawe wangapi? 3, ili kuondoa nguvu, kwa sababu 51 na 49 bado vinakaribiana. Sisi watu wa hesabu tuliosoma science, approximation hapa 50 to 50, au nyewe mnasemaje? 50 to 50. Ili kuondoa hili, hawa 49 wanatakiwa wagawanywe wawe watu watatu. Huyu 12 point something, huyu 12 point something, huyu 12 point something. Nguvu inapungua, kwa hiyo 51 inakuwa ina nguvu. Huyu bwana hataki, akataka kuleta mashirika yake anaoyajua yeye, anakuambia kwamba hawa ndio watakuwa wawekezaji wenzangu, lakini jina la kampuni bado ni lile Metri. Leo unapozungumzia Mokola, ni kiwanda, lakini ukiingia iko ndani ya Metri. Unapozungumzia sabuni ya Mshimbi iko ndani ya Metri. Unapozungumzia chochote utakachozungumzia cha Mo viko ndani ya Metri, ndio kampuni mama. Serikali imekataa hiyo. Tuliwalaumu sana watu wa nini? Wa FCC, Fair Competition Committee. Serikali ina macho marefu, na ndio maana imeunda hivi vyombo kwa ajili ya kusimamia haki za watu katika masuala ya uwekezaji. Tukawa tunawalaumu wale jamaa walivyozuia ule uwekezaji. Kumbe maskini ya Mungu wanasimamia maslahi ya Simba. Nayo akagoma. Ndio maana kipindi kile cha uchaguzi wakatengenezwa watu, yakatengenezwa makundi kwenda kupiga kelele ule uchaguzi, ule mkutano uishie njiani, ili haya mambo matatu yasifanye nini? Yasipite. Kwa uelewa mdogo sasa wa wanachama wa Simba na mashabiki wa Simba, kweli bado tunaendelea kumwimba nani? Kumwimba Mo, lakini boss kila siku yeye anapiga kelele, yeye anapata hasara tu. Jamani, niwafundishe kitu. Faida ziko za aina mbili, kuna direct na indirect profit. Direct profit, Mike hii na inunua shilingi 50,000 na user 60,000, hapa faida yangu 10,000. Indirect profit hii Mike wewe unaidharau wewe. Sometimes nyewe mnazisahau mpaka kwenye matawi yetu mnaziacha. Lakini hii ndio inaendesha maisha yako wewe. Hiyo indirect. Kupitia hii Mike. Leo unapozungumzia kukua kwa Mo Dewji na kampuni zao ni Simba kabisa. Sio lazima upate eti Simba ingize milioni 50, wewe kupe milioni 20, Simba ibaki na 30. No. Umepata mileage ya wana Simba. Hakuna mwana Simba asiyejua kwamba ukinywa Mo Extra kuna madhara unayopata. Lakini leo unakuta mtu tunakunywa mpaka 4 kwa siku. Yaani pale imeandikwa usinywe zaidi ya 2, lakini nakunywa 4. Lakini what I know, I'm going to support my boss. Silali mimi bila kunywa Mo Extra. Nikitaka kufanya tendo na mke wangu lazima ninywe Mo Extra. Hii yote tunajua tunamsupport nani? Bosi. Lakini mwisho wa siku yeye anakuambia anapata hasara. Hivi Mo wa 2014 kurudi huko nyuma na Mo wa sasa hivi 14 kuja huku mpaka hapa tulipofika wanafanana? Hapana. Tofauti. Kabla ya uwekezaji Mo alikuwa anamiliki trilioni 4 kushuka chini. Sasa hivi anamiliki trilioni 8 na upumbavu. Lakini progression yote ameipata kupitia nini? Simba Sports Club. Na sio yeye, hata ukienda kwa GSM. Mtafute GSM kabla hajaingia Yanga, alafu mtafute GSM wakati uko Yanga. Wanafanana? Hivi vilabu vina watu wanashindana. Mtu wa Yanga, mimi nikimwona mtu wa Yanga kashika maji ya GSM, mimi natafuta maji ya nini? Ya maisha au maji ya nini? Ya masafi. Ndio tunavyoishi sasa hivi. Na tunapiga propaganda zote ili vitu vya bosi wetu vitembee. Umechapishwa mpaka unga umeandikwa Simba ngano. Watu tunanunua unga wa bosi wetu. Kuna unga wa Azam, kuna unga wa Azania, lakini tunatafuta unga wa Mo ulipo ili kumsupport nani bosi. Wewe unasemaje unapata hasara?
Na kama kuna hasara si uache. Uliimiliki Singida. Singida ndio timu yako ya kwanza kuimiliki, ilikuwa ya kwako, mali yako. Mbona kaiacha? Singida ipo. Alimiliki African Lion. Mbona kaiacha? Kwa nini Simba tu unapata hasara unang'ang'ania tu kusimba? Kama timu inakutia hasara tuachie timu yetu. Tunajua kuna mambo mazuri sana na makubwa umetofanyia ndani ya Simba. Simba ilikuwa ni sawa sana tonge la nyama na pande la nyama limekaa tu hapo pembeni. Hamna mtu anaolihitaji, linang'ongwa na nzi. Umekuja umeliokota, umelisafisha, umelicharachana, umelibanika, limewiva. Kula sasa. Sasa ili ulile, ili unatakiwa upate kachumbari, upate nini. Sasa wewe kachumbari usitaki, unataka utafune tu hilo nyama hapo halijawiva vizuri. Kwa hiyo haya yote tunajua umetufanyia mengi makubwa, lakini Simba inahitaji kuprogress, kuendelea, ili tuendane sasa na slogan yetu. Simba iweze kushindana na vilabu vitano barani Afrika. Sasa baada ya kushindana, timu ishaingia kwenye 5 bora, lakini tayari wewe unaitoa. Simba inatoka sasa hivi kwenye 5 bora. Inasikitisha. Simba ilikuwa inaendelea mbele, Simba sasa hivi inarudi nyuma. Simba inatoka 5 bora sasa hivi. Haya, hatufuzu sasa hivi. Kuna wamba wanakuja huko nyuma huko. Yanga kwa mfano kesho ameshinda au kesho kutwa na Farabat. Ameingia robo finali, kaenda nusu finali. Wewe utakuwepo bado namba 5. Utakuwepo bado namba 5. Tafsiri yake unafanya nini? Alikuwepo Tipi Mazembe nafasi ya pili, sasa hivi yuko wapi? Alikuwepo Wydad kwenye 3 bora, yuko wapi Wydad sasa hivi? Lakini wenzetu wanatoka kimpira. Lakini sisi tunaona kabisa tunatolewa live. Niwaambieni, umeona finali ya mwaka jana hiyo? Finali ya mwaka jana imejirudia finali ya 2013 na ni 1993. Sisahau ile finali, ndio kilichofanyika 2020 ngapi? Na 25. Tunalikosa kombe mbele ya macho yetu hivi. Kombe liko uwanjani, tunalikosa kombe. Lakini kwa nini? Slogan ya watoto wa mjini anakuambia hakuna finali ya nini? Ya mtu maskini. Tafsiri yake pesa inahitajika ili kuendesha finali. Bosi kazima simu. Hivi mfano sisi Wazaramo tuna mtindo wa kuwacheza watoto wetu. Hivi baba Imwali au mama Imwali anaweza akamcheza mtoto wake, mtoto anatoka afu haupo. Mlimuona Mo uwanjani? Hakuna. Mlimuona Mo uwanjani? Simba inacheza, timu yako inacheza finali. Mo hayupo. Kaka Mangungu, kaka Mediali pale.